Kwa jina naitwa Musa Hassan Musa, mwalimu mkuu wa shule ya sekondari ya Lumumba. 2005 mpaka leo 2015 mpaka leo 2025. Sawa, nini siri kubwa ya mafanikio ya shule ya sekondari Lumumba kwa muda wote? Asante. Shule ya sekondari ya Lumumba, siri ya mafanikio yake ndio kana historia yake kwanza. Kama ambavyo unaona ile bango hapo juu, imeanza tokea mwaka 1958. Na kwa nini tunajiuliza mwaka 1958? Ni kwa sababu mwaka huu kulikuwa kuna mabadiliko ya kilimwengu yanatokea duniani. Ilikuwa ni baada ya vita vya pili vya dunia. Kwa hivyo kulikuwa kuna azimio la Umoja wa Mataifa kwamba kuhakikisha kwamba nchi za Kiafrika zinapata uhuru. Na huwezi kupata uhuru mpaka utengeneze miundombinu ya uhuru. Kwa miundombinu ya uhuru moja ilikuwa ni kuhakikisha kwamba yale makoloni ambayo yanatawala katika zile nchi zinatengeneza hayo mazingira. Moja ikiwa ni kuhakikisha kwamba kunatolewa elimu ya kutosha ili Waafrika waweze kujiendesha kisiasa, kiuchumi na kijamii na kimaendeleo mengine. Kwa hivyo mwaka 1958 nyuma yake ilikuwa mwaka 1957-56 hii shule ikajengwa kwa lengo la kuandaa Waafrika kuweza kujiendesha wenyewe. Na asili ya shule hii ilikuwa ni shule ya Bembela. Mwaka huo ikahama Bembela ikaja hapa Lumumba. Na haikuwa ikaitwa Lumumba, ilikuwa inaitwa Boys School. Na ilikuwa na wanafunzi 48 na wote wa kiume, kwa maana ya Boys School. Kwa hivyo wanafunzi 58 maana yake ni darasa moja. Na walikuja hapa kwa ajili ya kusomeshwa masomo ya form 1, form 2, form 3, form 4. Kwa hivyo hiyo wapo hao wanafunzi wa zamani ambao wamesoma, rekodi zao sasa hivi ziko kule archive, zinahifadhiwa. Ukitaka huko mtakwenda mtawapata hao wanafunzi waliosoma mwanzo. Sasa baadaye kuna mabadiliko mengine sasa. Bali ya kuandaa hawa kwa viongozi, unajua what happened 1964. Zanzibar Revolution ilitokea. Kwa mabadiliko ya mapinduzi nayo kaleta mabadiliko mengine sasa. Kujitawale sisi wenyewe kutokana na utamaduni wetu na mila zetu na silka zetu na uchumi wetu. Kwa hivyo hapo mambo yakabadilika. Sasa hii shule sasa huko nyuma ilikuwa sema ilikuwa ni boys schools, lakini ilikuwa inaitwa King George the 16 kwa maana ilikuwa inabeba jina la Muingereza. Kwa hiyo tunataka tuondokane na majina ya wazungu. Sasa hii shule sasa ikabadilika jina mbeleni, ikawa inaitwa Lumumba College. Lumumba College, lakini kwa lengo lile la kuandaa Waafrika kuweza kujitegemea katika masuala ya uongozi na mambo mbalimbali. Kwa hiyo baadaye pia ikabadilika ikawa ni chuo cha uvuvi. Ndio hapo sasa kina Mama Samia akasoma hapa. Chuo cha uvuvi. Baadaye ikabadilika tena ikaitwa Lumumba Secondary School. Lakini sasa kutoka huko mpaka leo hii tunapozungumza, malengo ya shule hii hayajabadilika. Kwa nini nikasema hajabadilika? Kwa sababu wanafunzi wanaoletwa katika shule hii ni wanafunzi maalum. Wale ambao wametoka katika shule mbalimbali, performance zao zilikuwa siku juu sana, ndio wanaitwa hapa kwa ajili ya kuendelezwa, ili maana yake kama umemtoa form 4 akasema mimi naishia form 4 na kwenda chuoni, na maana yake atakuwa na quick learning kuweza kurudi kufanya kazi kutumikia nchi yake. Kama akafika form 6 akasema mimi siendi tena huko, nitakwenda sehemu fulani pengine jeshini au sehemu nyingine kwenye siasa, akataka uwezo wake ni mkubwa kuweza kwenda kusukuma mbele. Akasema nakwenda degree, itakuwa ndio hivyo hivyo. Atakwenda degree ata flow direct, hakutakuwa na supplementary, hakutakuwa na disco, atakwenda atarudi atafanya kazi kuitumikia nchi yake. Kwa hiyo katika mazingira hayo sasa utakuta skuli hii ni skuli pekee kwa Zanzibar ambayo imesomesha na inasomesha viongozi wengi sana. Hiyo ya kisiasa, katika makampuni, katika viongozi wa management, hata katibu mkuu wizara ya elimu ni matunda ya wizara ya skuli ya sekondari ya Lumumba maana yake. Unaona? Kwa hiyo ule mchakato ule kutoka kule mpaka leo huko vile vile haujabadilika. Baadaye mbele huko ilikuja hii sasa ikawa sasa inachukua wanafunzi wa vipaji wenye vipaji maalumu zaidi maana yake. Kuweza kupatikana hawa watu. Na hiyo kazi sasa ikawa inafanya. Na sisi hapa tunasomesha zaidi masomo ya science. Kuanzia form 1 mpaka form 6
ni sayansi tupu, isipokuwa kwenye form kondo huu wa form 1 mpaka form 4 wanachanganya. Kuna baadhi ya masomo ya art wanasoma kama yale general subjects, kama Kiswahili, biology, hawasomi history na somo la Kiarabu. Islamic lazima wasomeshe kwa sababu ya kujenga utamaduni na silka na mila zetu, kwa hiyo lazima wasomeshe. Lakini unapokuja form 5 tunakuja katika tahasusi maalum. Kwa mfano tunasomesha PCM, PCB, computer science. Huko nyuma tulikuwa tunasomesha PGM, tunasomesha CBG. Kwa hivyo hawa tunawasomesha kwa nini? Tunasomesha hawa kwa sababu kwanza ni wachache kwa mazingira yake, kwa skuli zote ambao tutawachukua hapa. Lakini wale ambao wamepata division 1, huko nyuma walikuwa mpaka division 3, lakini sasa tunachukua division 1. Ili hawa division 1 wakitoka hapa form 6 wamefanya vizuri, wakaenda chuo kikuu, ni haraka sana kwenda. Hawana shida, kimaadili wako vizuri. Tunajua watu wenye uwezo mkubwa wako vizuri. Kwa hivyo wakirudi huku sasa wanakuja katika sekta rasmi na sekta sio rasmi, wanakwenda mbali zaidi. Kwa hiyo hii shule mbali ya kwamba inatoa wafanyakazi wa haraka sana, kama utafanya utafiti, kila wizara wapo na ni viongozi. Iwe kile kwenye makampuni ukienda wapo na ni viongozi. Ukija mashule hapa utakuta wapo na ni viongozi. Lakini ukiangalia ukenda Suza University utakuta wapo na ni viongozi. Wanasiasa, Dr. Shen ni mwanafunzi ni matunda ya shule ya sekondari ya Lumumba. Amani, Dr. Amani Karume ni matunda ya mwalimu wanafunzi wa Lumumba. Kina Yosef Sharif Hamadi wamepita hapa, na ni Salim Salum, mufti wa mwanzo wa Kenya, bora wamepita hapa. Na wanasiasa wengi sana wamepita hapa. Kwa sababu gani? Wameandaliwa tokea wakiwa katika mazingira haya, katika chini low level ya chini hii. Sasa ukija kwa mfano madaktari, ukienda hapo hospitali ya Lumumba hapo wanachukua mpaka 30% ni wale ambao wanasoma Lumumba. Ukienda chuo cha afya Mbweni, hata 90% pengine 90 utakuta wamesoma, wametoka hapa. Si tumeelewana hapo Kwa hivyo yale malengo ya serikali tokea kipindi kile mpaka leo hayajabadilika, na sasa hivi yanakwenda mbali zaidi, kwa sababu sasa hivi tumeongeza somo la computer science, na wanafunzi wa Lumumba ni wa skuli pekee Tanzania nzima ndio skuli ambayo inasomesha somo la kompyuta kuanzia form 1 mpaka form 6 kwa idadi kubwa. Zipo shule zinasomesha kwa idadi kubwa. Sisi tuna wanafunzi hapa 850, lakini kwenye form 1 mpaka form 4 wanafika zaidi ya wanafunzi 500, wote wanasoma computer science. Wote, kwa maana wao wote ni lazima wasome. Kutoka idadi ya wanafunzi ujumla wake 850 wanaosoma computer wanafika 550 mpaka kwa asilimia 60 wanasoma computer. Na wale wa juu wangelikuwa wanasoma wote, lakini sasa wale wanasoma kwa tahasusi. Kwa hiyo ina maana lazima utengeneze tahasusi yani combination ya somo la computer science. Kwa utakuta mwaka jana tulio wawili tu, lakini wote wapata division 1. Mwaka huu tuna wanafunzi wanafika 22. Na hawa forms wanafika 22. Na hawa form 5 wanafika 25 26. Kwa hiyo idadi kila siku nayo inakuwa. Mnatumia mfumo gani kuwapata wanafunzi sasa ambao ni cream ya serikali ya Mapinduzi Zanzibar chini ya Rais wa awamu ya 8 Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, jinsi ya kuwapata na jinsi ya kuwaleta hapa Lumumba? Of course umetupa njia ambazo mnazitumia kuwaboresha na kuwafanya kutoka kwenye ule msingi imara uliowafanya na mlengo wa Lumumba toka miaka hamjatoka. Ndio. Wana viongozi, wana watu wa potential na vitu kama hivyo. Njia gani mnatumia kuzunguka serikali ya Mapinduzi Zanzibar yote kwa maana ya Pemba na Unguja kuwapata hiyo cream ili mpike ile potential kina? Kuna njia mbili za kuwapata. Moja ni wale wanafunzi ambao wamaliza mtihani darasa la 7 ambao wamefaulu darasa la 7 kwa kiwango cha grade A. Kwa hivyo wale grade A wanakuwa sawa sehemu mbili. Grade A ya mwanzo na ya mwanzo wanakuja Lumumba, wanakwenda vile na Fidel Castro. Sawa Kuja B watakwenda pengine Bembela na Zanzibar Commercial. Kwa hivyo ile A kabisa ile cream tunasema A+ ile inakuja Lumumba na kwa Pemba Fidel Castro. Kwa hivyo wale wote wanakuwa selected
wanakuja hapa, na wanakuwa sio wengi. Wamezidi wanafunzi 101 kwa kila mwaka. Wamezidi maana yake ndo hapo. Lakini wakati mwingine kama watawapungua kidogo 50, 55, kwa madarasa mawili of course yanapatikana. Hakuna. Na ya pili sijamaliza. Ni wale ambao sasa wanakwenda hawa wakafika form 4 wanafanya mtihani. Na of course wale wa Lumumba wote wanafaulu kwa kiwango cha division 1 au 2. Kwa hiyo wale wote bado tunaendelea nao. Lakini sasa wako michipu wengine ambao sema hawakuwa vipawa, lakini pia wamefaulu kwa division 1 katika shule mbalimbali. Wengine pointi 7 mpaka pointi 9. Wale serikali sana hawa pia tuwapeleke Lumumba kwa waandalie. Kwa hiyo tuna kundi kubwa sasa, ndio wale kuanzia 60% kwenda mbele mpaka 100%. Ni wale wanafunzi wa form 5 na form 6 ambao nao wanakuja hapa sasa. Sasa hawa wote tunakwenda nao sambamba. Ile cream ambayo mnaipata 100+. Naam. Kwa kila mwaka. Ndio. Mwenyezi Mungu anakuwekea wepesi wake. Ndio. Maana yake ile itaenda hatua ya kidato cha kwanza, kidato cha pili, cha tatu, watafanya mtihani wa level. Ndio. Mnawezaje ku-maintain au inatoka asilimia ngapi ile kuipoteza ile 100? Huwa inatoka pale inapungua mpaka 80 pengine, wengine wanaenda kushuka level yao ya performance, au huwa mna maintain hiyo 100 idadi ya watoto 110, 120 hao mpaka wanamaliza kidato cha 4? Hao tunawa maintain kwa 99.9. Na wale ambao pengine wanapata division 2 na 3, sasa hivi hatuna tena 3. Tuna mwaka jana tulikuwa mwanafunzi mmoja alipata division 2 katika wanafunzi 101, mwanafunzi mmoja alipata division 2. Na huyu alikuwa na matatizo ya maradhi ya sikla. Kwa hivyo na tulichelewa kumtambua. Unaona, kwa hata yeye alipata ile 2 ya mwanzo. Kwa maana ni pointi moja tu imemwangusha. Unaona Lakini tuna maintain vizuri sana. Na tuna maintain kwa sababu toke wanapoingia kwanza tunakuwa na mshirikano mkubwa sana na wazazi wao. Kama utaona matokeo kwa mfano ya klasi, unakuta wanafunzi wale wa mwanzo mpaka wa 60 wote wamepata division 1 ya pointi 7. Position tofautiana tu. Lakini na division 1 lakini pengine ana pointi 7. Unaona? Sasa ile yote tuna maintain mpaka kufika form 4 pale, inakaa vizuri sana. Na lengo letu ni nini? Lengo letu kupunguza idadi ya wanafunzi ambao wataletwa nje kuja hapa. Kwa sababu hao tumekaa nao miaka 4, tumewajua tabia zao na kila kitu chao. Lakini wale wanakuja sasa kutoka shule nyingine, inabidi unaanza uanze kulea sasa. Unaona? Hao tunawapoteza hawa. Hao tunawapoteza kutoka sababu wanakuja na tabia mbalimbali. Wengine hawakuandaliwa vizuri, wengine wanashindwa katikati, kuna siku hizi kuna matatizo ya afya ya akili, wanapata matatizo ya akili kwa sababu sisi tuko busy sana hapa muda wote hapa. Sasa kuna changamoto nyingi huko zinawakuta, lakini na wao wanakwenda vizuri. Kwa mfano mwaka jana katika wanafunzi 200 na point something, wanafunzi 85 walipata division 1. Wao wamekwenda vizuri sana. Na tulishia kwenye division 3 wanafunzi 12. Wanafunzi wa 8 nadhani kama hivyo. Lakini wote wamekwenda. Kwa hiyo pia nao hatuwapotezi sana. Kwa sababu pamoja na kwa wengine kwenye form 6 wanaambulia division 3 wachache, lakini wote wanakwenda vyuo vikuu. Kwa hivyo lengo linakuwa halikupotea. Liko pale pale. Binadamu hatuwezi tukapoteana. Lakini tunapongeza sana serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika swala la miundombinu. Hii shule la miundombinu ya hali ya juu sana. Kwa maana vitendea kazi. Unaona? Ya hali ya juu sana. Moja class size zake zinachukua wanafunzi 45 mpaka 50. Aliongeza kiapo. Kizidi hapo ni large class. Unaona? Lakini pili kwa sisi tunasomesha science. Tuna vifaa vya kutosha kwenye maabara sasa. Hakuna kitu ambacho kinahitajika hakipatikani hapa kwenye vifaa vya kufundishia. Tuna vitabu, tuna library yetu ni ndogo utaiona, lakini kubwa katika matumizi. ndogo katika umbile. Lakini kubwa katika matumizi. Kwa sababu gani? Wanafunzi wa hapa wote wana access ya kupata kitabu vyote wanavyovihitaji. Kwa hiyo tuna store kubwa sana vitabu. Mwanafunzi akienda library sio lazima akae library asome. Anaazima kitabu nyumbani akasome. Baada ya wiki anakuja anarekebisha tarehe, aendelea kwa ile kitabu kwamba kipo library ni kwa sababu ya usalama wa vitabu wenyewe visipotee. Lakini nikwambia ndogo kiona lakini matumizi ni kubwa sana. Lakini sasa hivi tuna dahalia. Wanafunzi wanakaa hapa
na wanapewa full facilities na serikali, hakuna michango. Wanakula cha asubuhi, wanakula cha mchana, wanakula cha jioni. Kwa wale wanafunzi ambao aidha wanafanya mitihani mwaka ule au wana changamoto za disabilities, ulemavu, au wanaishi mbali, au katika familia zao kuna tatizo la kiuchumi, tuna-identify na tunawaambia nyinyi hamna, ni marufuku kwenda nyumbani. Kwa school serikali ina sponsor by 100%. Nadhani kwa Tanzania hilo ni jambo kubwa sana kwa Tanzania. Kwa sababu watu wengine ukienda, kwa mfano mimi nishatembea Arusha, nishatembea Tabora, huko unasikia kwamba pamoja na kwamba ile skuli unaambiwa ni ya vipawa, lakini wanafanya contribution ya parents. Unaona? Sisi parents hapa wana contribute from 6, kwa sababu from 6 wanafunzi wanatakiwa watoe subsidy. Lakini kila kitu wanapatiwa wakiwa school. In terms of chakula wanapewa, magodoro wanapewa, vitanda wanapewa, kuna ulinzi wa kutosha. Ile cream manake isije nini kupotea. Lakini kwa walimu, tuna walimu wa kutosha alhamdulillah. Na tukienda kwa mfano tuna mapungufu ya walimu, tunaandika barua, tunaomba walimu na serikali inatusupport kwenye walimu. Na sisi walimu wetu hawana sio vipawa. Na wanapeleka walimu wa vipawa wale, no. Walimu wetu ni walimu wa kawaida, wamesoma vyuo vikuu hivyo. Lakini wakifika hapa sasa tunawashape kwa kuwapa training maalum. Mtoto ana kipawa. Ndio. Mwalimu hana. Ana potential ya kuja kulibeba taifa. Ndio. Dhumuni la Lumumba ni mkombozi wa taifa kwa eneo lolote alilopo katika nchi yake. Ndio. Hii ilikuwa ni sifa ya neno Lumumba. Originality yake. Sasa. Na nyinyi Mwenyezi Mungu Subhanahu amewapa hizo A+ cream yote ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Sasa unamchukua mwalimu aliyekaa darasa moja na Castro na Justin Case. Ndio. Amepata elimu hiyo sawa, anataka ameungaunga tujue anafanyaje, unakuja kumkabidhi potential. Si kwamba vile ambavyo tunafurahia tunaipata labda pengine kwa bahati mbaya B+ moja kutokana na changamoto za huyo mwanafunzi. Ndio. Pengine basi tunaamini tungepata walimu pia ambao ni extraordinary. Pengine tungeenda extra mile. Pengine ingekuwa A++++ ajemsomesha huyu. Maybe ndio. Hapo ikoje mwalimu? Nakuwa shepu kwenu au wataalamu wanaowashepu hao walimu walioandaa hizi zawadi za mwalimu. Alafu tuna maintain hatukupotea. Yes. Ni very simple. Mwalimu asema teaching is a profession. Hata kwenda hospitali unaweza kumkuta daktari bingwa yeye akasoma St. Kayumba. Lakini daktari bingwa. Sawa amekwenda kwa sababu gani? Amesomeshwa. Na teaching kama ni professionalism to profession, maana yake ina taratibu zake. Mwalimu hawezi ukamtoa kwenye kijio kamleta hapa. Lazima umpeleke chuo kamfundishe. Kwa unakwenda unamfundisha, kwanza unampa method of teaching, unamjaza content. Sasa hivi kuna media, masuala haya ya technology unamwekea pale, lakini unamfundisha na maadili ya kazi. Kwa kile ambacho unakuja kukifundisha hapa, yeye ameshakipitia mara moja, mara mbili, mara tatu, mara nne, mara tano. Sawa Huyu mwanafunzi wetu sisi haji kusomeshwa ABCD au AEOU. Ni mwanafunzi ambaye anakuja kuelekezwa njia pita. Unatakiwa upite katika misingi hii. Hichi nakusomesha hiki hapa, kikamate kitabu hiki hapa, soma, uliza maswali, fanya discussion na wenzio, mwongozo, direction. Ukikwama njoo. Sawa Kwa hiyo mwalimu kwa sababu yeye ni mtaalamu na amesoma na degree na masters, kile kipawa cha mwanafunzi kinakuwa kiko chini. Lakini kingine ambacho kinajengeka ambao wale walimu wenyewe wana nidhamu, sababu mwalimu akiletwa skuli ya Lumumba anasema nipelekwa katika skuli kubwa. Kwa hiyo na yeye lazima ajiongeze. Ajiongeze kwa kusoma. Kwa hivyo kusoma kuna nyanja nyingi, atatoka nje, atakuja ndani, atauliza asiyopajua, atahudhuria semina mbalimbali za siku hizi mpaka mitandaoni siku hizi unasoma mwalimu. Kwa hivyo akija hapa walimu asema nimpelekwa Lumumba, mwanafunzi asinishinde, asione madhaifu yangu,
Kwa hiyo mwalimu yeye anajiongeza mara 2 ya mwanafunzi. At the end na yeye mwalimu mwenyewe sasa anasema, inafika pahala anasema sasa lazima na mimi nikasome. Akaja upgrade. Kama ana degree atakwenda masters. Kama ana masters atakwenda PhD. Asena atakwenda PhD. Sawa eh? Kwa hiyo atajiongeza tu kwa vyovyote vile. Mpaka nafika pahala mwalimu anasema huyu mwalimu yuko zaidi yangu mimi maana. Sawa eh? Yuko zaidi yangu mimi. Na kufundisha ni art. Pia vile ni science tunasema eh? Kama kitu mwalimu kimemtanza ni kuliangusha swala discussion. Kumtanza manake kuna uelewa kidogo pale hajafahamu vizuri. Anaweza kuanza kuleka kwenye discussion wanafunzi kujadili, halafu mwalimu akatoa solution. Au wanafunzi hata asiwe kipawa wana uwezo mkubwa sana wa kufanya analysis ya mambo. Na sote mimi nawaambia wanaotutengezea vyombo vyetu hivi karibika sio vipawa. Sawa eh? Ni wale waliokimbia darasa la 7. Lakini Mungu kawapa makarama wana uwezo. Kwa hiyo walimu wetu sisi wote hapa kuna walimu wasiozidi 3 ambao wamesoma Lumumba. Wasiozidi 3. Na for the first time mwalimu kamleta Lumumba hapa anakuwa na hofu kubwa. Anaogopa. Kwa sababu gani? Aina ya wanafunzi na hawa wanakwenda kusahihisha yale matukio wanayaona. Akaja hapa sisi jambo la kwanza tunampa seminar. Usiwaogope wanafunzi. Kuwa karibu nao. Jipange. Unaposhindwa njoo usipate msaada. Ili ukienda kule mambo yote yawe vizuri. Wanakuwa challenge sana. Okay. Kwa sababu hawa wana sifa zote. Yaani sio kwenye science mpaka kwenye art. Hata ukamwambia kwa mfano mwanafunzi hebu tungeni nahitaji wanafunzi 10 katunge mashairi sasa hivi. Watajikuza wanafunzi 50. Na mwingine atakuja pembeni atamwambia na mimi nataka hiyo kazi. Umeelewa na? Unafanya analysis. Wewe kama mwalimu mkuu sasa. Ndio. Una analysis na jopo lako kwa walimu, performance zao. Ndio. Kwa sababu ili uweze kubaki naye maana atoe impact yake kwa hizo genius watoto tulionao. Lakini pia analysis ya timu yako ya walimu au kamati yoyote ile kuhusiana na wale ambao wapo genius lakini wanakuwa na vitu vya ziada. Naamini kwamba mnawapa nafasi ya kutoa kile chote walichonacho hapa juu. Na ni kitu na ndio kitu ambacho tunakifanya hapa. Ukiangalia hapo kwa mfano unakuta hapa na makombe. Hizo tuzo si masomo darasani. Ni ubunifu wa wanafunzi ambao zinashindanishwa kimataifa, sio kitaifa, international. Hizo zawadi hapo zinatoka na Young Scientist Tanzania, ambao ni mashindano ya kilimwengu yanaandaliwa kuwapata wana science wa chama. Kwa sisi tunakwenda kuna tunashinda nafasi ya kwanza. Okay. Nafasi ya kwanza. Na wanafunzi wenyewe ndio wanakuja na project. Sio sisi. Tunaambia njoo na project zenu. Na project ya mwanzo hapa ambayo sasa hivi ipo naona mpaka wataalamu wanazungumza kuhusu huu mchaichai. Kama unasikia mchaichai ni dawa ya kuua mbu, source yake ilikuwa ni skuli ya Lumumba ndani wanafunzi. Walifanya hiyo issue na wakashinda mashindano ya mwanzo Young Scientist Tanzania wakawa ni wao. Lakini tunashindana mashindano ya hesabu. Chama cha hesabu Tanzania. Kwa chama cha hesabu Tanzania ambacho kinashindaniwa Tanzania nzima mashindano ya hesabu. Sisi tunafanya vizuri mara zote. Toka yalipoingia hapa Zanzibar. Na mara ya mwanzo tulipata mwanafunzi bora kwa Tanzania nzima ambaye alikuwa na South Africa ashindana na Afrika nzima na ameshinda. Tanzania na ashinda kule mshindi wa 3. Lakini mwaka huu tumefanya tena mashindano. Tumepata wanafunzi wawili best. Wamefanya vizuri kwenye kategoria ya wanafunzi wa kike. Mmoja alitokea nafasi ya 5 kwa wote lakini nafasi ya 2 kwa wanawake. Kwa hiyo vipaji wanafunzi wanavyo vingi sana. Na vipaji hivi sio katika masuala haya tu ya Young Scientist mpaka kwenye uongozi. Mpaka kwenye uongozi. Ukisema kwa mfano unahitaji serikali ya wanafunzi, utajitokeza watu ukasema kumbe huyu unamwasema mwisho wake atakuwa rais wa nchi. Mwisho huyu atakuwa katibu mkuu. Huyu atakuwa daktari. Unaiona hiyo maana yake na hivi vipawa haviko vya kwamba viko vya aina moja. Viko vipawa vya juu kabisa. Nasema huyu ni gifted. Unampata huyu ni gifted. Exceptional. Na hapa wapo manake wanafunzi. Katika darasa kwa mfano wanafunzi 100 hao, utakuta mmoja tunamkuta sema huyu anakwenda zake moja kwa moja. Wala hana muda wa kukaa hapa kaandika notes. Mwalimu atasema
ataandika notes kidogo tu, kesho kampa mtihani, yeye ndo anapata 80 100 kwenye. Teacher, una miaka 10. Naam. Minane. Naam. Kama mwalimu mkuu wa Lumumba skuli. Uwepo katika miaka 10 kwenye tumu hii ya taifa inayotazamwa kwa maneno na kila kitu. Hatumtafuti tu Dr. Hussein na Samia, lakini vile vile tunamtafuta Madam Saada Mkuya hapa, uchumi mbobevu smart, aliyehudumu kama waziri wa uchumi na fedha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waziri wa fedha chini ya Kikwete, lakini vile vile anahudumu kama waziri wa uchumi na fedha kwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. It's a record. Yaani hela huwezi kupewa tu. Afu hapa tuzungumzie hela na pesa. Tunazungumzia fedha na uwezo. Kwa Lumumba kuna wachumi, kuna wanasheria, kuna viongozi, lakini vile vile tunao wana science ambao madaktari ndani, makemia ndani na vitu vinginevyo. Wewe kupewa jukumu hili miaka 10, basi ungesema rais yule aliyetoka awamu ya 7 alimpenda. Kaja rais wa awamu ya 8 Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi ambaye anaanikiza katika maboresho ya elimu. Hauwezi ukawa na maendeleo kwenye taifa lolote ulimwenguni kama hujaboresha cha kwanza elimu. Sasa nini siri yako wewe kwa dakika chache mno zisizozidi 2 kutuambia kwa nini umeweza kusustain miaka 10 kwenye shule, baki mimi nakita chuo. Samia amesoma hapa. Ndio. Katibu huyu wa elimu kasoma hapa. Tuliye naye Hamisi Abdullah katoka hapa. Na viongozi wengine, Saada Mkuya aliyeshika fedha ya Jamhuri na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Kipi? Kwa sababu nikirejea miaka 10 nyuma na kuona ujanani, ukaivuka 5, kaja Rais Mwinyi, umepiga 5, unatafuta muendelezo. Kipi kilichokuweka hapa? Una nini kichwani? Yaani wewe ni genius? Tuambie. Sina chochote kile. 10 years sina chochote. Shule hii ina B moja ambayo ni B+ kwa ya mgonjwa alipata matatizo ya kiafya, akapiga B+. Afya ilimteteza. Kipi mwalimu, usimdanganye. Tuambie, dunia inakusikiliza. Mimi nasema hizi tuzo za ulimwengu. Tuzo za ulimwengu. The youngest scientist wa Afrika zinatoka hapa mfululizo. Hizi. Ona kameramani kwa analazimisha niangalie kule hii. Kipi mwalimu? Narejea tena. Sina chochote kile. Zaidi ya uzalendo. Wito. Willing. Na kusema tuna lazima tulijenge taifa hili. Kwa hiyo unajitoa kwa nguvu zako zote ulizonazo, na Mungu anatusaidia. Walimu wangu ndio hao kanivyosema, na mimi sikipaji. Mimi nisoma skuli moja shamba inaitwa Kombeni, kuanzia standard 1 mpaka form 2. Uko interior. Shamba interior. Form 3, form 4 kasoma Hamamni. 5 6 sikusoma, kasoma taasisi ya Kiswahili lugha za kigeni. Kasoma diploma in languages kwenye lugha ya Kireno zaidi kabisa. Kwa level hujasoma. Kusoma. Bali nilifanya mtihani kwa mwaka wa 3 wakati nasoma diploma, nikafanya mtihani wa form 6 private kila chuo kikuu Chukwani. Baadaye nikaenda kufanya master ya education management and planning Sauti Mwanza. Kwa niliporudi kule nikaambiwa tunakabidhi hii. Inataja chuo St. Augustine University Mwanza. Nisikia hapo. Binti yangu yuko pale mwaka wa 2. Ndio. Anasoma master communication. Najua mpaka madarasa yao. Kwa hivyo nimerudi, nimeambiwa bana umerudi masters, tunakukabidhi vipaji uende ukavilee. Kwa hiyo kutoka hapo nikajiuliza mimi nani? Shell. Mimi nani? Lakini nimekuja. Na nimekuja mpaka leo nipo, nashukuru. Lakini ukiniambia una kipaji, mimi sina kipaji.
Ni wito na uzalendo kusema tuwasomeshe. Hawa watoto wana ndoto kubwa sana. Ukikaa nao ndio unajua shida zao, changamoto zao na mwelekeo wao. Hapa mwanafunzi anapata division 1 analia. Anasema teacher nimefeli. Kwa nini umefeli? Pata division 1 ya point 10. 1 ya 10 analia. Naona shida hiyo. Kuna mtu anatafuta 4. Anatafuta 4 yupo. Ile nyobo tulilo nao. 4 yupo. Sasa yeye analia. Na ukiuliza hao wanafunzi wote wa shule, unataka uwe nani? Toki anaingia form 1 anakuambia nataka niwe daktari bingwa. Mimi nataka niwe engineer. Mimi nataka niwe mwanasiasa. Hakwambii awe mkurugenzi, niwe rais, niwe waziri mkuu. Mimi bwana ambition zangu bwana niwe Umoja wa Mataifa pale. Mimi nikafanya kazi katika mashirika. Mimi nataka niwasaidie wanawake wenzangu, nakwambia. Sasa nimeona kuna changamoto hii hapa, kuna changamoto hii hapa. Kwa hiyo mtoto inawezekana toka akiwa tumboni kama vile anaona huku kuna nini, anataka aje arekebishe yale ambayo. Na tunashukuru sana. Kwa mfano Dr. Sheri amefanya kazi kubwa sana katika skuli hii. Hii skuli ilikuwa imevamiwa na walaunga, wachimba mchanga, akajenga huo uzio wote. Dr. Sheri akaikarabati hii skuli. Yote hii ameikarabati. Kwa hiyo walifanya reform kubwa sana. Watu wanaona mengine tu walofanya. Lakini hapa yamefanya makubwa kwa. Mheshimiwa Hussein Ali Mwinyi fanya mambo makubwa sana. Chumba kilivyoingia sasa. Makubwa sana. Huwezi zile dahalia zimejengwa 2 kule. Na moja karibuni tutafungua. Lakini tumejenga vyumba kompyuta, kwa hiyo kuna wadhamini tumeanza sisi ikisoma wakaja wakasaidia. Wakaleta kompyuta za kutosha. Hapa hatusemi kwamba wanafunzi wana tatizo la kompyuta za kutosha. Vifaa vya maabara vya kutosha vimeletwa hapa. Walimu wameajiriwa. Hapo katikati tulipoteza walimu kama 5 wamekwenda kuanzisha chuo cha Nkuruma. Lakini ndani ya wiki moja tukaletoa walimu wengine vijana wenye nguvu zao, wenye uwezo mkubwa sana, wazalendo wanakuja kufanya hiyo kazi. Na wakija tunawaambia hapa hukuja kwa elimu yako. Hapa umekuja Mungu kwanza kakuleta uje kuendesha hivi vipawa. Nchi hii ikiwa haina amani, maana ni sisi. Nchi hii ikiwa haina daktari ni sisi. Nchi hii haina maengineer ni sisi. So, sisi tumekabidhiwa hawa watu tuwalee. Kesho wazazi. Kwa hivyo hawa watu tutawalea. Hapa sisi tumekufa, wataendelea kutuombea dua mpaka lakini nchi hii wataendeleza hii mpaka itafika mwisho. Maana hakuna kitu katika nchi kinachofanywa kama hakuna contribution ya mwanamke ambaye amesoma hapa. Leo nilipata taarifa, mtu kanipigia ananiambia yule mwanafunzi wenu bwana sasa hivi ndio mkurugenzi wa PBZ pale. Nikasema alhamdulillah, kila shida hela yetu. Kwa nini kapelekwa kule? Kwa sababu mkurugenzi wa PBZ kwa maana alipokuwepo Arafat kaingia tu mwanafunzi wenu. Kwa nini? Leo nilikwambia tuingiza watu wa haraka sana ambao wataenda kushika madaraka haraka sana, watakuja hapa wataiendeleza nchi. Ukienda katika waasisi wa nchi hii unawakuta walosoma Lumumba wapo. Ukienda katika hakuna wizara ambayo mtu wa Lumumba hayupo na hana nafasi na hawajawahi kuiangusha nchi hata siku moja. Ukisikia mtu kama ana rushwa huyo hakusoma Lumumba. Katika fanya uzembe fulani kafukuzwa kazi hakusoma Lumumba. Wa hapa mpaka na staafu anakwenda moja kwa moja straight. Sababu moja kati ya vitu ambavyo mnazingatia kama Lumumba skuli ni maadili. Na hapa mwanafunzi kama hana maadili hakai. Nashukuru sana mwalimu. Asante. Yaani katika vitu ambavyo ulivyofanya sisi kama Mjini FM tunasema asante. Asante pia. Umeichambua. Yaani unaonekana tu hujaongelea kwa sababu ni kazini. Unaongelea kwa sababu ni Lumumba. Hapa naeleweka vizuri. Ndio. Unakuongelea jambo na kuongelea uhalisia. Wewe umeielezea Lumumba. Kwa hapa umesimama kwa niaba ya Wizara ya Elimu ambayo inahitaji ulimwengu kupitia Mjini FM 92.5 frequency zetu itambue Lumumba ili jina linatumikaje. Ubarikiwe sana. Asante sana. Nashukuru pia. Karibu tena siku nyingine. Shukrani sana. Ni mdahuru sana.